Bwana wabariki. Kwa jina najulikana Nabii Felix W. Kimangosongo kutoka kwenye maskani ya ujumbe usaa kutoka jiji la Arusha nchini Tanzania. Leo tarehe 28 mwezi wa 6 mwaka 2026 niko hapa kwa ajili ya kufanya marejeo na kueleza kwamba unabii umetimizwa. Ilikuwa tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka 2026, mwamba wa shauri Yesu wakati anatoa maonyo kuelekea moja ya siku za mwisho, na hasa kutokana na makosa ya wahubiri wengi duniani. Walikuja na mahubiri kwamba mwaka mwema, mwaka huu, mwaka wa kuinuliwa, wakaacha kwenda na matukio ya kiufunuo ya Mwokozi, kwa sababu injili ya Yesu haitokani na matukio mabadiliko ya miaka kutoka mwaka mmoja kwenda mwaka mwingine, bali mwamba wa shauri Yesu huweka kipindi chake kwa ajili ya watu kutubu dhambi kutokana na aina ya kosa lililoko katika kizazi husika. Kwa mwamba wa shauri Yesu alikasirika na akasema kabisa, kwa sababu wahubiri wengi wanaotangazia watu amani kwenye makosa yao kwa ajili ya shabaha yao ya kubadilisha injili ya Yesu na kuingiza mapato, kwa maana wanataka watu wajae ndani ya makanisa na kuwapa maneno mazuri ili waweze kupata sadaka, na hii yote kwa ajili ya kupotosha shabaha ya mwamba wa shauri Yesu. Mwamba wa shauri Yesu akaniambia wamepotosha shabaha, na mwamba wa shauri Yesu akaniambia nitangaze wakati ule, akasema huu mwaka utakuwa mwaka mbaya zaidi kuwahi kutokea katika historia ya ujenzi. Na Mungu mashauri Yesu alisema kutakuwa mambo mabaya zaidi yatatokea, watu mashuhuri watafariki dunia, na mpaka sasa mmeona watu mashuhuri katika nchi tu ya Tanzania tayari watu mashuhuri zaidi ya 10 wameshafariki dunia tokea unabii umetoka katika anualizi mashuhuri. Lakini Mungu mashauri Yesu alieleza ulimwengu utakutana na vita, na mmeona matokeo ya vita pale mashariki ya kati pale, ambayo imepelekea mgogoro mkubwa wa mifumo ya fedha na mifumo ya kiuchumi ya dunia. Mmeona gharama za maisha zimepanda mpaka sasa hivi, na mmeona haya, na wale ambao walitabiri kwamba mwaka huu ni mwaka mwema, mwaka ni wamenyamaza kimya, kuonyesha kabisa kwamba walitabiri kinyume cha Bwana katika mikutano ya kinabii. Lakini mwamba wa shauri Yesu alieleza moja na hewe ulimwengu utakutwa na ajali mbaya zaidi, utakutana na magonjwa makubwa. Mmeona tayari magonjwa yamerekodiwa, mmeona nini imetokea pale nchini Kongo, mmeona ugonjwa hatari zaidi wa Ebola umetokea katika anualizi mashuhuri. Lakini mwamba wa shauri Yesu alieleza kwamba kutakutwa na mahali mbaya ya hewa, kuna maeneo yatakutwa na joto kali sana. Mmeona tayari unabii huu pia umethibitika kule Ulaya, una joto kali sana linatokea sasa hivi. Lakini pamoja na hayo mwamba wa shauri Yesu alieleza kabisa kwamba ulimwengu huu utakutwa na mambo ya ajabu, pamoja na matetemeko makubwa ambayo hayajawahi kurekodiwa. Tayari unabii huu umetokea pale Venezuela. Kwa hiyo naweza kutumia nafasi hii kueleza kabisa kwamba kila Yesu anachokisema lazima atathibitisha, na haya yote yanaunganishwa ili uweze kujifunza kwamba mwamba mashauri Yesu akisema jambo lazima atathibitisha maono katika lugha hizi za kinabii. Kwa hiyo maelezo haya tutaunganisha na hizi anwani tatu za uthibitisho wa unabii huu moja. Kwa sababu ndani ya huu unabii ambao mwamba mashauri Yesu alitoa tarehe 1 ya mwezi wa kwanza mwaka 2026, ndani yake kulikuwa na nabii nyingi, na mpaka hapa unaona kabisa kwamba watu mashuhuri wamefariki dunia. Mmeona nini imetokea, habari ya magonjwa tayari, ule ugonjwa wa Ebola, hii ni ya pili. Ya tatu alieleza kutatokea na vita, mmeona pale mashariki ya kati vita na mabomoko ya kiuchumi, unaona yanathibitika, na hali mbaya ya hewa mmeona imetokea Ulaya. Na pia mwamba wa shauri Yesu alizungumza habari ya matetemeko, na tayari yote yanathibitika pale Venezuela. Hii yote kuonyesha kabisa kwamba unabii Yesu akiusema lazima tuthibitishe, na tutaunganisha matukio yote haya matano ili yaunganishwe pamoja, ili upate kujifunza ndani ya maelezo haya kupitia ule nabii ule ambao ndani yake ulikuwa na nabii nyingi, ili uweze kujifunza kwamba Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo, mwamba mashuhuri huyu. Kwa hiyo ninawaalika watu wote mfuatilie anwani hizi kupitia mtandao wetu wa TikTok ili uweze kujifunza anwani hizi za kinabii, na tayari mwamba mashuhuri Yesu anaachilia na nabii za kushangaza dunia, ili watu wote wapate mshangao wa kugeuka, ili wamrudie yao Mwokozi ambaye anazungumza habari zake. Lakini pia mtandao wetu wa TikTok wa YouTube wa Felix Musumnisi ndio tunautumia kupandisha ujumbe wa 8 wa kanisa wa hitimisho kwa watu wa mataifa. Unaweza kufuatilia na jumbe zetu zinatoka kwa mtindo series. Fuatilia series za kwanza mpaka mwisho kila ujumbe, na jumbe hizi ni za kinabii. Usumia kile yako cosmology wala usumia kile yako theolojia. Unapaswa kumuuliza yao Mwokozi, yule Mungu ufunuo, yule Mungu wa zama zote katika lugha ya kinabii, ili uweze kugeuka na kutubu dhambi na kupokea ujumbe. Na tunawalika watu wote katika mji wa Arusha na watu wote walikuwa pembezoni, fikeni katika maskani ya waamini wa ujumbe. Sawa, mawasiliano yetu yote yako ndani ya mitandao yetu. Unaweza kupata michoro moja kwa moja na tutakupokea moja kwa moja kwa ajili ya ibada ili uweze mwamba mashuhuri Yesu aweze kukupa ujumbe wa siku za mwisho. Na baada ya hapo mwamba mashuhuri Yesu ufunua matatizo ya kila mtu ndani na kuonyesha njia ya namna ya kuyatatua na namna kutoa suluhisho la papo kwa papo, ili upate kujua kwamba Yesu anaujua mwisho tangu mwanzo katika mikoto ya kinabii. Sauti ile nenwa Bwana Yesu Kristo ndiye Mungu mkuu, Yehova katuotona katika ulimwengu unakuja. Amina. Hali mbaya sana inaenda kutokea ulimwenguni. Amen. Kama kuna wachungaji na wahubiri wa injili, mitume na manabii, walimu na wainjilisti, kama wamesema
kuna amani. Sawa? Mimi nawaambia hakuna nini? Amani. Ninaona vifo, ninaona hali mbaya itawakumba dunia, ambayo ni hali mbaya sana, na baadhi ya maeneo mtaona mabadiliko makubwa ya hali ya hewa kutokea na jua kali sana ambayo imewahi kurekodiwa. Kwa nini haya yanatokea? Kwa sababu watu wametenda nini? Dhambi. Na leo watu wanaendelea kutenda nini? Dhambi. Leo ndio uzinzi upo. Leo ndio unywaji wa pombe na kila ghasia. Yesu kaibeba dunia hii mgongoni mwake. Kwa nini? Kwa sababu hii dunia inastahimili kwa sababu ya damu yake iliyomwagika pale mwanzo, kutoka kwenye karne ya kwanza. Ndio maana leo unaweza kufanya shughuli zako, unaweza kuendelea kudanganya dunia, lazima, lakini alikupa muda. Alikupa nini? Muda. Watu wanaendelea kutenda dhambi duniani. Watu kizazi hiki hakitaki tena kusikia toba na msamaha wa dhambi. Hawataki kujiliwa tena na Yesu. Wamejikita kwenye mafundisho ya uongo, wamejidhatiti kwa uongo na kujenga hoja za uongo. Ole wao wasipotubu dhambi, kwa sababu Yesu anarudi moja hapa siku hizi. Ananiambia waambie watu wote duniani, waambie watu wote, waambie makasisi wote, mwaka huu waliouanzisha mwaka wao ni mwaka wa vilio kwa makasisi. Amen. Narudia tena, mwaka wa vilio kwa nani? Kwa makasisi. Niwaambia dunia inaenda kupoteza watu mashuhuri. Dunia inaenda kukutwa na hali mbaya ambayo haijawahi kurekodiwa katika historia kwa nchi. Kwa nini? Mambo mashuhuri. Yesu amekasirika. Watu wameingiza mambo ya uongo duniani. Na ikumbukwe wamefanya makosa mengine. Wamepitisha ushoga na usagaji kanisani. Roma wamepitisha nini? Ushoga kanisani na usagaji. Mwamba amekasirika. Mwaka jana mmefanya dhambi nyingine, tarehe 21 mwezi wa 9 mwaka 2025. Wameigawa nchi ya Bwana. Sasa wasubiri. Si wamesema huu mwaka mwema. Si nimesema huu mwaka mwema, sawa? Nisikie neno la Bwana. Huu si ndio mwaka wenu mwema mliojitungia wenyewe. Nisikieni neno la Bwana, mwaka wa vilio na maombolezo duniani. Hali mbaya inaenda kutokea ulimwenguni. Matetemeko makubwa yanaenda kutokea. Amina. Hali za volkano na matishio mbalimbali, ajali kuu zinaenda kutokea ulimwenguni. Mwamba amekasirika. Dunia itapoteza watu mashuhuri. Ibaki hivyo hivyo. Watu nani? Mashuhuri watafariki dunia. Amen. Wenye sauti ya kuzungumza kwa jamii, kukemea dhambi wameshindwa kukemea. Baadhi yao wanaenda kupoteza maisha ulimwenguni. Amen. Asema yao Mwokozi Mungu Funuo. Amen. Kama mchungaji wako leo amekwambia ni amani, lazima mimi nawaambia hakuna amani. Mtasikia vita na matetesi ya vita. Narudia tena. Mtasikia vita na nini? Na matetesi ya vita. Amen. Mtasikia vilio na maombolezo. Amen. Watemelezo wala. Amani hakuna. Narudia tena, amani hakuna. Kama leo uliambia kuna amani, hakuna nini? Amani. Sasa tuone hili shindano sisi tumeeleweka, sawa? Inarekodiwa, tumeliweka shindano. Wao wanasema amani, sisi tumesema hakuna nini? Tuone mpaka mwisho nani anaenda kushinda. Na tutawaoji mwishoni, sawa? Tunaambiwa mlisema kwa sababu video zote tutazitafuta za wahubiri. Tukasema nyinyi mlitangaza amani. Mwishoni na sisi tutawauliza maswali. Mbona mlisema amani, mbona hali imebadilika? Tatizo liko wapi? Kwa nini watu wataka kusema kweli? Watu wamelea dhambi ulimwenguni. Watu wamelea uovu ulimwenguni. Operesheni za uokoaji zinaendelea nchini Venezuela kufuatia matetemeko mawili makubwa ya ardhi yaliyotokea ndani ya muda wa chini ya dakika moja na kusababisha vifo vya zaidi ya watu 920 huku wengine zaidi ya 3,300 wakijeruhiwa. Maelfu ya watu wanaripotiwa kupotea
huku vikosi vya uokoaji kutokea Venezuela vikisaidiwa na timu za kimataifa, wakiwemo wataalamu kutoka vikosi 14 vya zimamoto vya Uingereza katika juhudi za kuwatafuta manusura waliokwama chini ya vifusi. Jimbo la Guaira pamoja na mji mkuu Caracas ndizo zilizoathirika zaidi, ambapo mamia ya majengo yameporomoka. Waandishi wa habari waliopo katika eneo la tukio wamesema walishuhudia ardhi ikipasuka, huku uharibifu mkubwa ukiripotiwa katika maeneo mengi. Rais wa bunge la Venezuela Jorge Rodriguez amesema watu takriban 172 bado wamekwama chini ya vifusi vya majengo yaliyoporomoka. Hospitali 13 zimeharibiwa na matetemeko hayo, huku madaktari wakisema vituo vya afya vimeelemewa na idadi kubwa ya majeruhi. Shirika la madaktari wasio na mipaka MSF limetoa vifaa vya dharura vya matibabu, lakini hospitali bado zinakabiliwa na uhaba wa maji, dawa za antibiotic, dawa za usingizi, vimiminika vya mishipa IV na vifaa vingine muhimu. Miongoni mwa waliopoteza maisha ni baadhi ya wachezaji wa soka wa Venezuela, huku mchezaji Hector Bello akitangaza kuwa mwenzi wake alifariki dunia akimlinda mtoto wao mdogo wakati wa tetemeko hilo. Kwa mujibu wa kamati ya kimataifa ya uokoaji IRC, juhudi za kurejesha hali ya kawaida zinatarajiwa kuchukua miezi kadhaa kutokana na uharibifu mkubwa wa miundombinu nchini humo.